Kutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tunayo usiku huu. Rais Samia apokea taarifa za CAG, TAKUKURU na PPRA. Trump amesema Marekani iko tayari kuichukua kisiwa cha Kagi. Na katika michezo, Yanga yarejea kambini kuikabili Prison. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo amepokea ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Taarifa ya mwaka wa utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU pamoja na taarifa ya mwaka ya utendaji kazi ya mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Ikulu jijini Dar es Salaam. Tupate ufafanuzi wa taarifa hiyo. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG CPA Charles E. Kichere imebainisha kuwa kampuni ya ndege ya ATCL imeendelea kupata hasara. Mheshimiwa Rais, kampuni ya ndege Tanzania ATCL imeendelea kupata hasara ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipata hasara ya shilingi bilioni 191.19 ikiwa ni ongezeko la 108% na hivyo kufikisha jumla ya hasara tangia lianzishwe ya shilingi bilioni 748. Licha ya kuendelea kupokea ruzuku za serikali kwa ajili ya mishahara na gharama za uendeshaji. Mheshimiwa Rais, hasara hii imechangiwa na mambo yafuatayo: ongezeko la gharama za uendeshaji kuzidi ukuaji wa mapato, ambapo gharama ziliongezeka kwa shilingi bilioni 134 na kufikia shilingi bilioni 675. Shirika lifanya safari chini ya matarajio, ambapo njia 87 za safari zilikuwa na wastani wa ujazo wa abiria load factor wa 55% pekee. Matumizi yasiyo bora ya ndege ya mizigo ya Boeing 767-300F. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo 94% ya safari zilikuwa za masafa mafupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Aidha, ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu shirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji na bima bila kuzalisha mapato. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha changamoto za kimuundo na kiutendaji zinazoendelea kuathiri ufanisi na uendelevu wa kifedha katika shirika hili. Udhaifu wa mifumo ya udhibiti umepelekea malipo ya shilingi bilioni 20.61 kwa mawakala bila kuthibitishwa kuwafikia abiria, pamoja na marejesho kwa abiria kutokana na kusitishwa ama kuahirishwa kwa safari, yani refunds, za shilingi milioni 310.57 yaliyofanyika bila uthibitisho wa nyaraka. Mheshimiwa Rais, ninaamini shirika letu lina nafasi ya kutengeneza faida na kuondokana na hasara. Napendekeza kuwa serikali iboreshe ufanisi wa shughuli za ATCL kwa kupitia upya faida za njia za safari na matumizi ya ndege, kuandaa mkakati maalum wa kuongeza ufanisi wa ndege ya mizigo, kuunganisha mifumo ya tehama ili kuboresha ubadilishanaji wa data na kupunguza michakato nje ya mfumo, pamoja na kuimarisha udhibiti wa marejesho ya fedha kutoka kwa mawakala ili kulinda mapato ya kampuni. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila ametaja idadi ya kesi zinazohusu rushwa zilizofikishwa mahakamani na kubainisha kuwa shilingi bilioni 147.5 zilitolewa benki bila ridhaa ya wateja. Tuhuma za kugushi kadi za benki zilizoibiwa taarifa zake na kupelekea kiasi cha shilingi bilioni 147.5 kutolewa hapa nchini kwetu katika akaunti za wateja pasipo ridhaa yao. Uchunguzi wetu ulibaini kuwa fedha hii ilitolewa kupitia malipo ya huduma na bidhaa kwa kutumia kadi 1551 za wateja wa mataifa 11 kupitia makampuni 162 na benki 5 za hapa nchini. Uchunguzi huu pia ulibaini yafuatayo: kadi zilizogushiwa zilitumika kufanya malipo mbalimbali ya huduma za utalii, usafirishaji, malipo ya kodi na bima ya afya. Pili, watuhumiwa walifanya utakatishaji wa fedha na kusababisha hasara shilingi bilioni 2.6 kwa baadhi ya benki. Na tatu, makampuni 82 ya utalii
yaliyopo katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Dar es Salaam na Mwanza yalitumia kadi zilizogushiwa kinyume na sheria ya kanuni ya adhabu na sheria ya uhujumu uchumi. Maliango Mugeta, Sky TV. Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amewaga rasmi wanachama, huku akisisitiza umuhimu wa kukijenga chama hicho na kukifanyia kazi yale yote yaliyopitishwa na baraza la uongozi. Mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Kung'atuka kwa Profesa Lipumba kunafuatia baada ya msajili wa vyama vya siasa kutengua uchaguzi uliomweka madarakani yeye na viongozi wengine uliofanyika Desemba 2024. Uchaguzi huo ulirudiwa tena Februari 21 mwaka huu, ambapo walipatikana viongozi wengine wapya. Akizungumza leo na waandishi wa habari katika makao makuu ya chama hicho Buguruni jijini Dar es Salaam, Profesa Lipumba amesema pamoja na matatizo yaliyomo kwenye chama hicho, ni muhimu kupatikana kwa msingi mzuri wa kukijenga ili kiweze kusonga mbele. Pamoja na matatizo hayo ya kikatiba na kiutendaji, sina tatizo lolote la mwenyekiti hapo na viongozi waliochaguliwa. Binafsi sina tatizo lolote hilo, wala sijapeleka kusema kwamba kudai, wala sijasema kwamba sijatendewa haki na hivi na nini. Hilo mimi sina tatizo nalo, kabisa. Sina matatizo kwako wewe kwa mwenyekiti, sina matatizo mimi, kwa sababu mnanisaidia pia wewe kunipumzisha, na nashukuru kwa hilo. Wito wangu kwa wanachama, tuweze kujenga chama chetu. Umuhimu uliopo pamoja na mazingira haya magumu, lazima tuweze kujenga chama chetu. Kwa upande wake, mwenyekiti mpya wa chama hicho Milambo Yusufu amesema wanajivunia kuwa na Profesa Lipumba na historia itabaki ikimkumbuka kwa sababu amewalea watu wengi. Lilikuwa ni jambo la msingi sana yeye aweze kupata muda wa kuaga, kwa sababu amekitumikia chama kwa muda ambao hatutegemei mwenyekiti mwingine kuwa anaweza akapata hiyo fursa. Ni fursa adimu. Miaka 26 kwa hesabu, lakini ni zaidi ya 26 kwa utendaji. Sio miaka ya mchezo. Ni mwenyekiti wetu wa dhahabu, ni mwenyekiti wetu wa kujivunia kiukweli, na historia itabaki ikimkumbuka. Sisi mpaka tunafika hapa, wengi wetu ametulea yeye, mengi ametufundisha wazi wazi, fanya hivi, pita hivi. Tuendeleze moyo wa kupigania chama mpaka tufikie malengo ya chama, na yeye kama mzee wetu tutamtengenezea mazingira ya kuendelea kupokea maoni, mawazo na ushauri wake, ili tuweze kwenda katika njia ambayo itakuwa ni nzuri kwa faida ya chama na Tanzania kwa ujumla. Mwenyekiti huyo akatoa wito wa kuimarisha umoja ndani ya chama hicho. Baada ya kuagana na mwenyekiti hivi, sasa turudishe umoja. Familia huwa wanazozana juu ya meza, wanakula pamoja na wanaendelea kuwa wamoja. Tukazozane kwenye meza inayoitwa SUEF ili tuendelee pamoja. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema serikali inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali katika sekta ya elimu ili kuongeza ufanisi na ubora wa ufundishaji na ujifunzaji. Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu amezungumza hayo katika eneo la Mtumba jijini Dodoma wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa vya kidijitali kwa shule za msingi na sekondari. Amesema matumizi ya teknolojia hizo yanalenga si tu kurahisisha ujifunzaji, bali pia kuwa kichocheo cha ubunifu na uzalishaji wa maarifa kwa vijana. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali kama nyenzo muhimu ya kuongeza ufanisi wa utoaji wa elimu. Dhamira ni kuhakikisha kuwa teknolojia haitumiki tu kama chombo cha kujifunzia, bali pia inakuwa kichocheo cha ubunifu na uzalishaji wa maarifa kwa vijana wetu. Ili kufanikisha hilo, serikali imeandaa na kuanza kutekeleza mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu
pamoja na miongozo yake, ikiwemo mwongozo wa matumizi ya TEHAMA katika shule na vyuo vya ualimu na mwongozo wa matumizi ya akili unde yani AI katika elimu. Mkakati huu unalenga kujenga mfumo wa elimu wa kisasa, jumuishi na unaotumia teknolojia kwa ufanisi katika ufundishaji, ujifunzaji, tathmini na usimamizi wa elimu. Vile vile unalenga kuongeza upatikanaji wa rasilimali za kidijitali, kukuza ujuzi wa TEHAMA na kuhakikisha elimu inaendana na mahitaji ya karne ya 21. TEHAMA oye! Ndugu wageni waalikwa, serikali inaendelea pia kuboresha mazingira ya ujifunzaji kwa kuwekeza katika teknolojia za elimu ikiwemo madarasa janja, mbao janja, vishkwambi na kompyuta katika shule mbalimbali nchini. Mathalan, katika mwaka wa fedha 2025/2026 serikali imeanzisha madarasa janja 5 na kufunga mbao janja 422 katika shule za sekondari. Katika siku ya leo, serikali kwa kushirikiana na wadau inagawa vifaa vya TEHAMA vyenye thamani ya jumla ya milioni 769,390 kwa shule za msingi na sekondari 19 katika mikoa 9 ambayo ni Dodoma, Iringa, Ruvuma, Arusha, Geita, Kilimanjaro, Mbeya, Mtwara na Kusini Unguja. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine kutoka mkoani Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita limetoa taarifa juu ya wachimbaji wa madini wanaodaiwa kufukiwa na kifusi katika mgodi wa Msasa uliopo wilayani Bukombe mkoani Geita, likisema hakuna mtu yeyote aliyepata madhara kufuatia mashimo kuingilia kwenye mgodi huo. Jeshi la polisi limetoa taarifa hiyo baada ya kufika mgodini hapo kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kufanya juhudi za kujua chanzo cha maduara kutitia na kujua kama kuna madhara ya kibinadamu. Jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Safia Jongo, limesema baada ya kufika eneo la mgodi limejiridhisha kuwa hakuna madhara ya kibinadamu yaliyotokana na maduara kutitia. Maduara manne kwa lugha ya kichimbaji wanasema yalijiponji, yani yalititia. Baada ya maduara hayo kutitia, jeshi la polisi tukishirikiana na zimamoto na uokoaji pamoja na vyombo vingine vya usalama tulifanya juhudi pamoja na kikosi cha madini kuhakikisha kwamba maduara haya chanzo cha kutitia ni nini na kama kuna madhara yoyote ya kwa binadamu. Kwa ujumla wake, baada ya kufanya ufuatiliaji tumegundua kwamba maduara haya yalikuwa kwa siku ya leo hayafanyi kazi kwa sababu tayari yalishatiliwa mashaka. Kwa hiyo yalikuwa yako kwenye utaratibu ya kufanyiwa marekebisho. Baada ya kupata taarifa hiyo, tuliona kwamba tusilizike tu na hiyo taarifa. Kwa hiyo tulianza juhudi kwa kushirikiana na uongozi wa mgodi kuhakikisha kwamba tunalifukua hilo eneo lote ambalo limefikia ili tuhakikishe kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Mpaka sasa hivi tumefikia zaidi ya 97% ya ufukuaji wa eneo hili na tumeikuta jenereta ambayo ilikuwa juu ya haya maduara. Kwa maana hiyo tunajiridhisha kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita Kenneth Mwakasitu amesema zoezi lililofanyika linahusiana na utafutaji na wala sio suala la uokoaji. Wengi wanachanganya utafutaji na uokoaji. Zoezi lililopo sasa hivi ni la utafutaji. Kama itatokea kuna mabaki au aina yoyote ya viashiria imekuwepo, kuna watu ambao wamenasa, kusema hapo tutaanza mwokozi. Lakini zoezi lililopo sasa hivi ni la utafutaji. Kwa hiyo muda sio mrefu tutakamilisha zoezi, na kama ilivyotangulia kusema kwa pande kwamba vyombo vyote tunashirikiana. Kuna jeshi la polisi, jeshi la zimamoto, watu wa madini, wachimbaji wa hapa na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo tunafanya kazi kama teamwork, tufanye kazi ya mmoja mmoja.
kazi imekuwa rahisi, kazi imekuwa vizuri. Kwa uzushi wowote ambao unaendelea kwenye mitandao ni habari za uongo, hakuna madhara yoyote kwenye mgomo. Ni hali ya kawaida tu kwa sehemu yoyote ile kuna matatizo madogo za kutokea kama ambayo tumeona kwa siku. Taarifa hiyo iliyoeleza kuwa hakuna madhara yaliyotokea inakuja ikiwa baadhi ya taarifa katika mitandao ya kijamii ilikuwa ikieleza kuwa kuna watu wamepoteza maisha baada ya maduara kutitia katika mgodi wa Msasa uliopo katika wilaya ya Bukombe mkoani Geita. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo siku huu. Waziri Mkuu amesema eneo la Coco Beach halitouzwa. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV, langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa ufafanuzi rasmi kuhusu hatima eneo la Coco Beach, akisisitiza kuwa halitouzwa kwa mwekezaji yeyote, bali maboresho yatafanyika kwa manufaa ya wananchi waliopo katika eneo hilo. Waziri Mkuu amesema hayo alipotembelea eneo la Coco Beach jijini Dar es Salaam, ambapo alizungumza na wajasiriamali wadogo wanaofanya shughuli zao katika eneo hilo na kusikiliza kero zao mbalimbali. Beach haiuzwi. Kwa hiyo beach haiuzwi. Na Mheshimiwa Rais alishakuja hapa akatoa tamko. Hakuna mwingine wa kuja kutoa tamko tofauti na mama alilotoa hapa. Kwa lile tamko alilotoa Mheshimiwa Rais hapa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio hilo sisi tunalosimamia hapa. Hapauzi. Kwa kuwa hata afisa biashara amesema inawezekana ilikuwa ni tafasiri, ni masuala ya tafasiri ama ya kutokuelewana ama ya kuteleza katika mawasiliano, tuende na tamko la serikali ambalo alitoa Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe kwamba hapa ni kwa ajili ya vijana wetu. Sasa eneo la pili, jambo la pili, afisa biashara amesema hapa na nilimsikiliza, tutakurudishia tena mwenyekiti. Uliongea tangu mwanzo kwamba ninyi hampingi maboresho. Hampingi maboresho. Ambalo hata sisi serikali tunaunga mkono maboresho ya aina hii. Na mimi nitawasihi tena, nitaendelea kuwasihi, wala msipinge maboresho. Kwa sababu unapokuja ugeni mkubwa kama huo, mnatakiwa muatamanishe, ndio biashara yenyewe. Sio hivyo? Mnatakiwa muatamanishe ili waje, wasione ni eneo gumu wao kufika. Mkifanya waone ni eneo gumu kufika, mtakosa wateja. Kwa hiyo la kwanza ni waondolee hofu, hapauzwi. Ili muwe na uhuru huo wa kuunga mkono maboresho hayo. Eneo haliuzwi. Na jambo lingine, wala hakuna mwekezaji anakuja hapa, wawekezaji ni nyewe wenyewe. Dr. Mwigulu amewahimiza wajasiriamali wa eneo la Coco Beach kuunga mkono juhudi za serikali katika maboresho yanayoendelea kufanyika, huku akisitiza kuwa fursa zitakazotokana na maboresho hayo zitawanufaisha wao wenyewe. Mohamed Magesa, Sky TV.
Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa imetoa msaada magodoro 194 na vifaa vya matumizi ya nyumbani kwa waathirika wa maporomoko ya udongo iliyosababishwa na mvua inayoendelea kunyesha wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya. Mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya anafafanua zaidi. Akikabidhi vifaa hivyo kwa waathirika wa tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu ameitaja misaada iliyotolewa na serikali na kueleza kuwa wataendelea kutoa misaada kadri itakavyokuwa inapatikana ikiwemo vyakula. Ofisi ya Waziri Mkuu inayoratibu masuala haya ya maafa imeweza kutuletea misaada hii ya kibinadamu, na hapa Lupepo ni sehemu tu kati ya kata takribani 7 katika wilaya yetu ya Rungwe ambazo zimekumbwa na maafa haya. Kwa ujumla katika wilaya yetu ya Rungwe, katika kata hizi ambazo zimepata athari hizi za mvua zinazoendelea kunyesha, ofisi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia kitengo hichi cha maafa imeweza kutupatia magodoro 194 katika maeneo yote hayo yaliyoathirika, lakini pia tumeweza kupokea blanketi 194, lakini pia tumepokea mikeka 194, lakini pia tumepokea ndoo 79 kama tunavyoziona. Sisi hapa katika kata ya Lupepo tuna kaya 51 ambazo zimeathirika, lakini tuna wananchi 121 ambao kwenye kaya hizo ndio wameathirika. Baadhi ya waathirika wa mafuriko wameishukuru serikali kwa misaada hiyo ya awali, wakieleza namna walivyokumbwa na tukio hilo, huku wakitoa ombi hili kwa serikali. Fika ile saa 4 ya usiku, mvua ilikuwa kubwa, inanyesha kwa ukubwa. Baada ya hapo, yani ikatokea ni nyumba tu kuanguka kwa mfumo mmoja, ikashuka tuti. Mamangu alitoa sauti tu moja akasema na mimi pale nikaa nimefunikwa na nyumba nzima kabisa, nikasionekana, sioni hata sehemu ya kupumulia. Ninayo sababu ya kuishukuru serikali kwa hiki ambacho wametupatia. Ninasema asante kwa mkuu wetu kwa hiki ambacho ametupatia. Tunashukuru serikali kwa kutupa msaada wote huu. Maana vitanda vyote vilipotea, magodoro na chakula mule kilipotea. Yaani mpaka kutoka, yaani mpaka saa hizi jamani, kila kitu kimeondoka. Tulikuwa naomba serikali, Mungu atusaidie, nyumba imeporomoka mpaka tunaishi kwa majirani kama sisi wenyewe. Ila tunashukuru kwa kifaa walicholeta hiki, lakini tunachoomba serikali cha kwanza watusaidie tu nyumba. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine kutoka kule mkoani Arusha. Chama cha wanasheria Tanganyika TRC wanatarajia kuwakutanisha wataalamu wa sheria wenye ushawishi mkubwa nchini katika mkutano mkuu wa mwaka 2026 AGM utakaofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa Arusha AICC jijini Arusha. Hatua itakayokuja wakati huu ambao taifa linajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya maendeleo kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, rais wa TLS wakili Boniface Mwambukusi amesema AGM hiyo inatarajiwa kufanya kazi kuanzia Aprili 27 hadi Mei 2 chini ya kauli mbiu isemayo utekelezaji wa dira ya taifa 2050 na nafasi ya TLS katika kuimarisha maadili ya taaluma, utawala bora, haki za binadamu na utawala wa kisheria ili kukuza haki na uwajibikaji. Nia yetu na ni wakati wetu kuonyesha mshikamano wa pamoja kama mawakili, na tuone kwamba tukio hili ni letu na kila mmoja aone ana wajibu wa kufika ili tujenge mshikamano kama taifa. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza tunataka kuwa na utaratibu maalum wa kualika wadau wetu rasmi mbalimbali wa ndani na nje ili wawepo kushuhudia michakato hii, ikiwemo michakato ya uzinduzi wa mpango wetu mkakati ambao ni jumuishi, kwa sababu tunatarajia kuboresha namna yetu ya ufanyaji kazi, namna ya kushirikiana na wadau katika namna ambayo kila mmoja atajiona ni sehemu ya mchakato
au TLS ni sehemu ya taasisi yake, kwa sababu kwa namna ya sisi kufanya kazi na namna ya utekelezaji wa wajibu wetu, tuna wajibu mkubwa ambao tusipokuwa na mikakati iliyo bayana na mipango inayoeleweka na kutekelezeka, tunaweza tusihudumie jamii yetu kwa kiwango kinachohitajika, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba taasisi yetu inaendelea kuwa taasisi huru, isiyopendelea, isiyofungamana na mfungamano wowote wa kisiasa au kidini. Wajibu wetu sisi ni wa kisheria na kikatiba. Kwa hiyo lengo letu kubwa la mpango wetu ni kuirejesha TLS katika majukumu yake ya msingi. Kwa hiyo tukio la Arusha ni tukio la muhimu sana na la msingi kwa sisi sote kufika na kuwepo, na ni sehemu ya kuandika historia mpya ya utendaji na utekelezaji wa majukumu yetu, kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza tunakwenda kuiandaa strategic yetu tukialign na dira ya mwaka 2050. Nia yetu ni kwamba kwa sababu wote tunawahudumia wananchi wale wale, kwa hiyo tuna wajibu wa kuangalia ni mipango ipi na ni sehemu gani katika vitu vilivyopangwa ambapo sisi tunaweza tukapegi mipango, mikakati, sera na vipaumbele vyetu, ili mwisho wa siku tuhakikishe kwamba katika jitihada zote tunazozifanya kama taifa zilenge swala la utawala bora, swala la utawala wa sheria, swala la haki za binadamu lipate kufanyiwa kazi kwa ufanisi. Mtazamaji, mapumziko mafupi yajayo yatatupeleka moja kwa moja katika habari za biashara na uchumi kutoka kwake Jeremia Isaya. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya.
Serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuweka mkazo katika kujenga uchumi jumuishi unaojumuisha kikamilifu wanawake na vijana katika shughuli za maendeleo. Miongoni mwa hatua hizo ni kuhakikisha kwamba 30% ya zabuni za manunuzi ya umma zinatengwa kwa makundi maalum ikiwemo wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Hatua hii imefungua fursa kubwa kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika zabuni za serikali, jambo linalosaidia kuongeza kipato na kukuza biashara zao. Hatua hii imefungua fursa kubwa kwa wanawake kushiriki kikamilifu katika zabuni za serikali, jambo linalosaidia kuongeza kipato chao pamoja na kukuza biashara zao. Napenda kutoa wito kwa wadau wote, taasisi za kifedha kuongeza upatikanaji wa mikopo rafiki, sekta binafsi kushirikiana na wanawake katika minyororo ya thamani, na wanawake wenyewe tuendelee kujiamini, kujifunza na kutumia teknolojia. Kwa pamoja tunaweza kujenga Tanzania yenye wanawake wenye nguvu kiuchumi, wabunifu na washindani katika soko la dunia. Na mshikamano wetu, dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 inatupa matumaini makubwa. Na vile vile kama tulivyosikia jana, ile sera pango wa biashara na uwekezaji, na pia wiki iliyopita tume iliyoundwa ya masuala ya kodi imeleta matumaini. Kwa hiyo matumaini yetu yako kwa serikali yetu kutuwekea sasa mazingira bora zaidi ili tusonge mbele. Rais wa Kenya William Ruto amewahimiza wananchi wa Kenya kuongeza juhudi katika kilimo ili kuimarisha usalama wa chakula na kukuza uchumi wa taifa, akisisitiza umuhimu wa sekta hiyo kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye ukurasa wake wa Facebook. Katika ujumbe huo, Rais Ruto alihamasisha wakulima kutumia vizuri ardhi walionayo na kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali, akieleza kuwa kilimo kina nafasi kubwa ya kuinua kipato cha wananchi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Aidha, alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wakulima ikiwemo upatikanaji wa pembejeo na masoko, huku akitoa wito kwa vijana kujikita zaidi katika kilimo kama njia ya kujiajiri na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Mtazamaji, tuangazie ubadilishaji wa viwango vya fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2564 na senti 57 na kuuzwa kwa shilingi 2590 na senti 22. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3404 na senti 72 na kuuzwa kwa shilingi 3438 na senti 77. Nayo euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2951 na senti 31 na kuuzwa kwa shilingi 2980 na senti 82. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 370 na senti 94 na kuuzwa kwa shilingi 374 na senti 65. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 03 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 19. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 149 na senti 03 na kuuzwa kwa shilingi 150 na senti 52. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 73 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 93. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 75 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 76. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Nayo faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na kuuzwa kwa senti 86. Mtazamaji, na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Na sasa tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga.
Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wazo la majeshi ya Marekani kuchukua kisiwa cha Irani Kurg ambacho ni kituo kikuu cha mafuta cha Irani katika Ghuba ya Uajemi. Amesema hayo kwenye mahojiano na shirika la habari la Financial Times la Marekani leo Jumatatu. Kauli ya Trump imejiri wakati mazungumzo ya kusaka amani yakiendelea. Tayari Irani imetishia kutega mabomu kwenye kisiwa hicho ikiwa kitavamiwa. Katika tukio jingine, akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesisitiza kuwa Irani inakabiliwa na mabadiliko kamili ya utawala. Kwingineko, jarida la Wall Street Journal limeripoti kwamba Rais Donald Trump anadhamiria kufanya operesheni ya kijeshi Irani ili kuchukua kilo 400 ya urani iliyorutubishwa. Jarida hilo limesema kwa sasa maafisa wa Marekani wanatathmini hatari ya uvamizi huo kwa wanajeshi watakaoshiriki operesheni hiyo. Kwingineko, Myanmar imesafisha njia kwa kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi Jenerali Min Aung Hlaing kuwa rais wa kiraia nchini humo. Hatua hiyo itamruhusu kuendeleza utawala wake wa mkono wa chuma lakini kama kiongozi wa kiraia. Min Aung Hlaing ameitawala Myanmar tangu mwaka 2021 alipoongoza mapinduzi yaliyomng'oa Aung Suu Kyi madarakani na kukivunja chama cha Suu Kyi ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Mapinduzi hayo pia yalichochea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Makamu watatu wa rais watachaguliwa akiwamo mmoja wao atakayechaguliwa kuwa rais kwa kura ya bunge lote. Na hatimaye bunge la Israeli linatarajiwa kujadili muswada utakaohalalisha hukumu ya kifo kwa wabunge watakaopatikana na hatia ya kuwaua Waisraeli katika ukingo wa Magharibi. Bunge hilo limeanza kujadili muswada huo siku ya leo Jumatatu. Kupitishwa kwa muswada huo kutakuwa kilele cha msukumo wa miaka mingi wa siasa za mrengo mkali wa kulia nchini Israeli wa kuongeza adhabu kwa Wapalestina waliohukumiwa kwa makosa ya siasa za kizalendo dhidi ya Waisraeli. Aidha, itakuwa ushindi kwa waziri wa usalama wa Israeli Itamar Ben-Gvir ambaye pia ni kiongozi wa chama cha kidini kilichowasilisha muswada huo. Wapinzani wa muswada huo wanautaja kama wakibaguzi wa rangi, katili na usioweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kipalestina. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani ya kuangazia yale yaliyojiri leo katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizoko mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma?
Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kikosi cha Yanga kimerejea kambini leo hii baada ya mapumziko mafupi kupisha kalenda ya michezo ya FIFA Series ambayo imefanyika kwa takriban wiki moja. Yanga imerejea kambini kuanza mazoezi rasmi kujiandaa na michezo ijayo ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara pamoja na ule mchezo 16 bora katika michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya TMA Stars. Baada ya kurejea kambini hii leo, mchezaji wa Yanga Max Nzengeli ameweka wazi sababu inayofanya kiwango chake uwanjani kupungua tofauti na misimu iliyopita, huku mchezaji Emmanuel Mwanengo akisema kwamba hapati pressure yoyote kutokana pia na maneno yanayozungumzwa na mashabiki. Upande wangu mimi statistiki sio nzuri sana, lakini sio mbaya, lakini tunaendelea. Imekuwaje sio nzuri sana sio mbaya? Tulishazoea kuona nzuri kutoka kwa Max. Nikisema sio nzuri sana ni kwa sababu mpaka sasa nina magoli 2 tu kwenye ligi na assist 3. Nikisema sio mbaya sana sababu tumekuwa na muda ambao haujakuwa rahisi kwetu. Tumecheza mechi nyingi, alafu mechi nyingine tumecheza mechi ambazo zimekuwa intensity kubwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo kidogo kuna namna unakuwa unakosa energy kidogo. Kwa misimu mitatu mfululizo naendelea kucheza vizuri katika ligi. Tofauti na mbanano wa ratiba kama ambavyo umeelezea, kipi kingine ambacho kinafanya Maxi pengine asiwe kwenye ubora ambao tulimuona kwa msimu wa kwanza, wa pili huko nyuma? Nadhani nimecheza sana. Hapana, siwezi kusema uchovu, lakini nimecheza sana. Kuna namna fulani hata mwili mwenyewe, hata wewe kwenye kazi yako ukitumika sana, kuna muda uta drop kidogo na ili brief kidogo na na pressure mashabiki nichanganya, sababu kwenye maisha mpira ni vitu ambavyo tumevizoea. Siwezi kukuzuia wewe kusema unachotaka kusema juu yangu. Kuna wewe unaweza kusema mimi siwezi kufanya kitu fulani, mtu mwingine anaona kama anaweza kufanya kitu fulani. So ni kitu maoni watu wanaposema ni vitu ambavyo havinishughulishi wala sipati pressure yote. Of course kupata nafasi kwenye timu kama hii huwa najiona huwa na feel proud, sababu ni timu kubwa, ni timu ambayo
kila mtu anatamani kucheza inapoingia uwanjani. So ninapopata nafasi ya kuingia kucheza, natamani na najaribu nifanye vizuri, ni prove ya kwamba I deserve to be here. Klabu ya Dodoma Jiji itatumia uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida baada ya uwanja wa CCM Jamhuri kufungiwa kutokana na marekebisho, ambapo bodi ya ligi mpaka sasa hivi haijatoa taarifa yoyote kama imeenda kutembelea uwanja huo na kuona kwamba unafaa kuendelea kutumika katika ligi kuu soka Tanzania bara. Uwanja huo ulikuwa pia ukitumiwa na klabu ya Tanzania Prison kutoka jijini Mbeya, ambapo mpaka sasa wajelaji la Tanzania Prison na wenyewe pia watatumia uwanja huo wa Airtel Stadium. Mechi ijayo ya Dodoma Jiji itachezwa dhidi ya Fountain Gate FC, ambapo mechi itapigwa Aprili 3 mwaka huu katika uwanja huo wa Airtel Stadium. Tuelekee kimataifa mtazamaji, ambapo klabu ya Al Hilal Omdurman ambayo imewasilisha malalamiko dhidi ya ushiriki wa mchezaji wa RS Berkane kwenye mchezo wa robo finali, ambapo unadaiwa kuwa si wa halali. Januari 24 mwaka huu mchezaji wa RS Berkane Hamza Mosoei alifanyiwa vipimo na aligundulika kuwa ametumia dawa zilizopingwa marufuku kutumiwa na wachezaji kwenye mchezo wa hatua ya makundi dhidi ya Pyramid FC. Baada ya kugundulika, mchezaji huyo alisimamishwa kwa siku 30 kujihusisha na shughuli zozote za soka, na kamati ya mashindano ya CAF iliarifiwa rasmi. Lakini cha kushangaza, siku ya mchezo dhidi ya Al Hilal, adhabu hiyo iliondolewa ghafla na Hamza alicheza kwenye mchezo huo na akasababisha penalti iliyowapa goli la kusawazisha RS Berkane. Klabu ya Al Hilal imeamua pia kuwasilisha malalamiko rasmi kwa CAF, wakiambatanisha nyaraka zote zinazothibitisha kuwa ushiriki wa mchezaji huyo kwenye mchezo dhidi yao haukuwa halali. Kama CAF watajiridhisha kuwa na madai hayo ni ya kweli, mchezaji huyo hakustahili kushiriki mchezo ule, basi kuna uwezekano mkubwa wa Al Hilal kupatiwa nafasi ya kufuzu nusu fainali, huku RS Berkane ikitarajiwa kupata adhabu kali kutokana na kesi hiyo. Macho pia yote yapo yanaelekezwa kwa maamuzi kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF. Na kimataifa pia ni kuhusiana pia na Inter Miami kutokea pale nchini Marekani, wamefungua mazungumzo ili kupata saini ya mchezaji Casemiro kwa uhamisho bila malipo mwishoni mwa msimu huu. Kwa mujibu wa Fabrizio Romano, mazungumzo yanaendelea huku pendekezo la awali likiziri huyo pia ana mapendekezo kutoka kwa vilabu vya Ulaya ikiwemo vilabu vya Saudi Arabia, na uamuzi ataufanya hivi karibuni. Taarifa hiyo mtazamaji inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Zinazile Mswima aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Mtazamaji, tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo kutoka kwao TMA. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, ni ukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie mfumo upepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kusini, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na mifumo ya anga inaendelea kuonyesha viashiria vya kwa mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda ya juu kusini magharibi, nyanda ya juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya kati mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na ngurumo. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Rais Samia apokea taarifa za CAG, TAKUKURU na PPRA. Na kwa kimataifa, Trump asema Marekani iko tayari kukichukua kisiwa cha Kagi. Na katika michezo, Yanga yarejea kambini kukabili Prison. Mtazamaji, na hapa ndipo nimetia nanga katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, langu jina ni Zinazile Mswima. Uwe na usiku mwema.